kama niketi karibu. Haya DJ asante, muda wetu ni mchache. Sasa ndugu zangu wananchi wa Morogoro, tumekuwa kwenye mkoa wenu, leo ni siku ya pili, na tunawashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmetupokea. Leo asubuhi tulianzia mkutano sehemu inaitwa Mang'ura Mwaya. Baadaye tumefanya mkutano panaitwaje pale Ruaha. Baadaye tumefanya mkutano wa pili sehemu inaitwa Sanje. Na huu ni mkutano wetu wa 4. Wakati mimi natokea huku bondeni, katibu mkuu wetu ametokea Kilosa. Sasa nyie mnajua CCM hawana uwezo kufanya mikutano miwili kwenye mkoa mmoja. Uongo kweli? Kwamba leo katibu mkuu awe hapa na makamu mwenyekiti awe kule, kwa sababu haitawezekana. Watu hao wanaowatoa Mang'ura ndio waje kuwasikiliza mjini hapa. Wale wanaowatoa Sanje na Kilosa ndio waje hapa. Uongo kweli? Sasa wakijigawa hivyo watahutubia vumbi. Nasema uongo? Lakini nyie mmekuja kwa mapenzi yenu, kwa mapenzi ya chama. Na sisi tumekuja kwenu kutoa message ya hope, message ya matumaini. Tuko kwenu kuzungumza kuhusu operation ya chama ambayo ilianza mwezi wa 3. Operation ya no reforms no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na tulipoanza mwezi wa 3 ndio operation iliyosababisha wakamkamata Mheshimiwa Tundu Lissu. Ndio operation iliyosababisha sasa baada ya kumweka Lissu ndani walitegemea tutakaa nyumbani tulie, tukaendelea kuwashambulia kama mchwa. Sasa wamefuta ruzuku kwa sababu ya operation hii, na wanatishia kufuta chama chetu kwa sababu ya operation ya no reforms. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa nini tunazungumza kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi? Na uchaguzi una mahusiano gani na maisha yako wewe mwananchi wa kawaida wa Morogoro? Maisha ya kwako yanaguswa vipi na viongozi walioko madarakani? Tutaeleza. Nchi hii ukifungulia redio, ukifungulia TV, fikiri tuko New York, Marekani, au Washington DC, au London, Uingereza. Kwa sababu unaenda sehemu mabango yamebandikwa, mama hatukudai. Uongo kweli? Mama hauna deni. Siku hizi hata kikohozi, mtu tunakushukuru mama kwa kikohozi. Mvua ikinyesha, mvua ya mama. Nasema uongo? Mvua ya mama, sio? Sasa nchi hii propaganda ni nyingi. Nchi inaendeshwa kwa uongo na propaganda. Chombo cha habari, vyombo vya habari, wajibu wa vyombo vya habari ni kuelimisha, kuburudisha na kuhabarisha. Vyombo vyetu vya habari vimeweka pembeni maudhui ya kuelimisha watu, vinajaza matope kwenye vichwa vya watu. Vimeweka kando habari za kuhabarisha, kwa sababu leo ukiangalia ziara yetu huwezi kuikuta kwenye chombo cha habari cha serikali ambacho wote tunalipia kodi. Vimeweka pembeni hoja ya kuhabarisha. Wanafanya kidogo burudani na kuelimisha na kupampu uongo kwenye vichwa vya watu. Sasa sisi tuna wajibu wa kuelimisha wananchi, na tutakutana nao kijiji kwa kijiji. Na sasa hivi teknolojia imeenda mbele.
Wakina Mwalimu Nyerere walizungumza wakati ule, magazeti yakiwa ya wakoloni, lakini habari iliwafikia wananchi. Leo zama za digitali hizi tutawafikia. Ndio maana tuko kwenu. Tunakuja kuzungumza kuhusu uchaguzi. Uchaguzi una mahusiano gani na maisha yako? Nchi hii kwa sababu ya propaganda ni rahisi ukamwambia mwanaume kwamba unajua wewe ni mwanamke, akakimbia kwenda kujichungulia chooni kama yeye ni mwanamke au mwanaume. Uongo kweli? Na wakati anajua yeye ni mwanaume. Sasa nchi ina matatizo hii. Tusiposema vizuri na mkatuelewa, ni rahisi CCM wakaja hapa wakamwambia unajua wale walikuwa wanazungumza tu kuhusu uchaguzi. Hawazungumzi kuhusu maisha yenu. Wanazungumza kuhusu vyeo vyao. Na sasa hivi wana kikaragosi wamekiunda, na chenyewe kinatushambulia. Sasa ni vizuri tukaweka vizuri mambo haya ili muelewe uchaguzi ni nini. Kwa nini mwananchi unapaswa kuwa tayari kupigania uchaguzi, hata kuondoka duniani ukipigania uchaguzi? Kwa nini? Kwa sababu duniani hapa tuishi milele. Mungu ametuweka hapa tuishi vizuri, tufurahie maisha kwa muda aliotuwekea, halafu tuondoke. Uongo kweli? Kwa nini uchaguzi unapaswa kuupigania kama vile mtu akiiba kuku wako utakavyopigana, au mtu akiiba pesa yako utakavyopigana? Katiba yetu ibara ya 8, japo mbovu, nitawasomea. Inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo serikali ambayo mnaiunda kwa mamlaka yenu, lengo lake kuu itakuwa ni ustawi wa wananchi, ni ustawi wenu. Kama haifati hilo lengo, haipaswi kuwepo. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Ibara ya 9, lengo kuu la serikali, lengo la katiba hii ni kuwezesha ujenzi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au chochote kati ya vyombo vyake, na udugu na amani, kutokana na kufuata siasa ya ujamaa na kujitegemea ambayo inasisitiza utekelezaji wa misingi ya kijamaa kwa kuzingatia mazingira yaliyomo katika Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo mamlaka ya nchi na vyombo vyake vyote vitawajibika kuelekeza sera na shughuli zake zote katika lengo la kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinaelekezwa shughuli za serikali zinatekelezwa kwa njia ambazo zitahakikisha kwamba utajiri wa taifa unaendelezwa, unahifadhiwa na unatumiwa kwa manufaa ya wananchi wote kwa ujumla, na pia kuzuia mtu kunyonya mtu mwingine. Sehemu I, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi, na hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondoa umaskini, ujinga na maradhi. Katiba hii inasema serikali inapaswa kutokana na wananchi. Msingi wa uwepo wa serikali ni wewe. Maana yake nini? Maana yake kwamba sisi ndio tunaogawa mamlaka yetu, our sovereignty tunaweka kwa mtu mmoja. Badala ya sisi wote tuwe marais, hakutakuwa na order, hakutakuwa na mtu mwingine wa kumwagiza mwingine. Kwa tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu, tunachukua mamlaka yetu tunakaimisha kwa mtu kwa muda.
Badala ya sisi wote kuwa wabunge, tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu akawe mbunge, akaseme mambo yetu, sio ya kwake na mke wake. Akiwa bungeni, anapofanya kazi 3 za mbunge, mbunge ana kazi 3 tu. Moja, kutunga sheria. Kwa hiyo anapokwenda bungeni tunampeleka atunge sheria nzuri kwa ajili yetu. Kwa sababu ndugu zangu, zipo sheria mbaya na zipo sheria nzuri. Wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu. Waarabu walikuwa wananunua binadamu kama bidhaa, na binadamu anayekataa kuuzwa amevunja sheria. Ilikuwa ni sheria. Hiyo ilikuwa sheria mbaya au nzuri? Kwa hiyo kazi ya mbunge anapoenda bungeni as a taxpayer representative, kama mwakilishi wa mlipa kodi, namba 1, kutunga sheria. 2, kuisimamia serikali. 3, kuiwajibisha serikali. Kuisimamia serikali katika lipi? Katika kuhakikisha kodi ya mlipa kodi, kodi yako, pesa yako inatumiwa vizuri kwa malengo tuliyokubaliana. Kwa hiyo badala ya nyie Morogoro, Tarime, Mwanza, Kilombero, Ifakara wote twende bungeni, hakuna ukumbi wa kutosha sisi wote kukaa. Tunateua mtu mmoja atoke Morogoro, mmoja atoke Tarime, mwingine atoke Ubungo, wote tukasimamie maslahi ya wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Tunaelewana vizuri? Ndio maana katiba inasema ibara ya 8, mamlaka na madaraka yote msingi wake ni wananchi. Tukisema msingi, si mnaelewa? Angalia hata msingi wa nyumba, si ndio unaobeba nyumba? Kwa hiyo msingi ndio kila kitu. Kwa msingi wa mamlaka yote ni nyinyi. Na inaelekeza kwamba utajiri wa nchi hii lengo lake ni kukuendeleza wewe, kukutoa kwenye umaskini, kuondoa ujinga na maradhi. Na inasema kuhakikisha mali ya mtu mwingine haidhulumiwi na mtu mwingine. Sasa ndugu zangu, katiba inaposema utajiri inasema nini? Katiba yetu inatambua sisi ni tajiri. Na huo utajiri maana yake nini? Nchi hii ina ukubwa wa kilomita za mraba 945,000. 900 na ngapi? Na 45. Nchi kubwa Tanzania. Tanzania ni nchi kubwa sana Afrika hapa. Inawezekana ni nchi ya 4 kwa ukubwa ukitoa Kongo na nchi nyingine kama 2, 3. Sisi ni wakubwa sana. Ukichukua nchi ya Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha kwa pamoja, zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu nimwambia ngapi? 945. Na nchi hii haina kipande hata kidogo kama hapa na pale waliposimama ambacho kina jangwa. Ukienda Kenya, Northern Kenya, Marsabit, Wajir, kuna jangwa. Sisi hakuna kipande ambacho kina jangwa. Kila sehemu inanyesha mvua, kila sehemu kuna maji, kila sehemu kuna miti. Hakuna sehemu yenye jangwa. 945. Mkoa wenu wa Morogoro una kilomita za mraba 70,624. Mkoa wa Morogoro, na una watu milioni 3.6. Nchi ya Rwanda ina ukubwa wa kilomita za mraba 26,300 na kitu. Kwa Rwanda inaingia kwenye mkoa wa Morogoro mara 3 na kubaki ziada. Nchi ya Israeli, si mnaijua? Ina ukubwa wa kilomita za mraba 21,000. Nyie Morogoro nimewambia mko ngapi? 70. Nchi ya Uholanzi ina kilomita za mraba 41,000. Nyie Morogoro nimewambia mko ngapi? Kwa hiyo nchi ya Uholanzi inaingia Morogoro mara 1 na ziada. Ina watu milioni 17. Nyie mkoa wa Morogoro mko milioni 3.3. Na ni nchi imejaliwa kila kitu. Kianzia kule kwetu Tarime ni dhahabu. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Anzia Tarime dhahabu, nenda Msoma dhahabu, nenda Geita dhahabu, nenda Mbogwe dhahabu, nenda Ngudu dhahabu, nenda Shinyanga dhahabu, nenda Kahama, Nzega, Geita, njoo Singida, nenda Chunya, nenda Ruangwa. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Nchi pekee duniani ina madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani.
nchi ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, mlima namba 1 Afrika kwa urefu, wenye maajabu, wenye theluji juu yake, mlima Kilimanjaro, wa pili duniani baada ya mlima Everest. Afrika, la pili duniani ziwa Victoria. Nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani ziwa Tanganyika. Nchi ambayo inatoa madini ya nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia, yanatoka Kabanga, Kagera, mkoa wa Kagera, Tanzania. Nchi yenye madini ya urani yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia yako Seru, yako Singida. Nchi yenye kopa, kule Ruangwa tunachimba kopa. Kopa ndio hizi zinatengeneza nyaya zinazotumika kusafirisha umeme. Nchi yenye gesi, gesi yetu ni futi za ujazo trilioni 54.5. Ni nchi ya 3 Afrika kwa kuwa na gesi nyingi. Nchi ambayo ina almasi, kienda Mwadui ni almasi. Tulikuwa Uranga jana, tunakutana na gemstone inaitwa ruby. Nchi yenye makaa ya mawe, deposit yetu ya makaa ya mawe tunachimba miaka 100. Nchi yenye chuma, na sehemu zingine Mungu aliweka chuma chini ya ardhi kinachimbwa, sisi aliweka mlima. Ukienda sehemu inaitwa Liganga pale Rudewa, ameweka mlima wa chuma. Na Mungu alivyotupendelea, ametupa mlima wa chuma, akatupa na makaa ya mawe ya kuyeyushia, na akatupa na mchanga wa kukisafishia hapo Iringa. Sasa watu kama India wana chuma, alafu hawana makaa ya mawe ya kuyeyushia. Makaa ya mawe yanafuata Tanzania, yanapitaga hapa yanaenda bandarini. Hamjai kuyaona yale maroli? Sisi tuna chuma, tuna makaa ya mawe ya kuyeyushia, na tuna mchanga wa kusafishia. Kwa nini watu wetu ni maskini? Katikati ya utajiri wote huu, kwa nini watu wetu ni maskini? Tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo, watu ambao wanaendekeza impunity. Hawachagui watu based on merits kwa uwezo wao, wanachagua watu kwa kupendeleana. Tuna watu wako madarakani ambao hawana uwezo, ambao wanaua nchi. Tunaongozwa na wajinga. Nchi iko kwenye matatizo, iko kwenye msiba. Tumekuja kwenu kuwaomba tubadilishe nchi hii. Inawezekana. Inawezekanaje? Mpigania haki wa watu weusi Afrika Kusini aliuawa akiwa kijana anaitwa Stephen Biko. Alisema the most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Silaha nzuri na bora anayotumia mdhalimu kumnyonya mtu ni ubongo wa mtu anayenyonywa. The most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Ubongo wetu ndio unaotumiwa na CCM kutunyonya mpaka leo. Inawezekanaje nchi tajiri kama hii watoto wetu hawana kazi za kufanya, vijana wanaishi kwa kufanya betting, hakuna madawa hospitalini, hakuna maji? Nchi ya 3 kwa kuwa na maji mengi duniani, maji baridi. Sisi tuna bandari, tuna mlango wa bahari ambao umeanzia Mtwara mpaka Tanga kilomita 1600. Na Mungu alivyotupendelea ametuwekea nchi 6 landlocked. Uganda, Rwanda, Burundi, Malawi, Zambia na Kongo. Ili mtu aendeshe gari Kongo ikitoka Japani inapita kwenye maji yetu. Mungu ametupa bure, yako pale, hayaishi leo wala kesho, tunaingiza fedha. Ili greda ikarime barabara wakinunua Komatsu kutoka Japani inapita kwenye maji ya Tanzania. Mkoroni alijenga ile bandari. Rais wa kwanza baba wa taifa akaiendeleza, Mwinyi akaiendeleza, Mkapa akaiendeleza, Kikwete akaiendeleza, Magufuli aliifanyia vizuri zaidi. Sisi tulitofautiana sana na Magufuli. Mnajua mambo yake yale ya kuteka watu, kuua watu, sisi tulipigana naye sana. Mimi nikiwa bungeni nilimshambulia sana. Na unajua alichomfanya Lissu. Lakini mnyongeni kwenye kulinda rasilimali za nchi yetu, Magufuli alijitahidi sana.
akajenga ile bandari kuanzia gati namba 6 mpaka namba 8. Akanunua mashine mpya za 0 hours akaziweka pale ili tuweze kukompiti zaidi ya Beira Msumbiji, tuwashinde Beira, tuwashinde Mombasa, mizigo mingi ipite hapa. Kongo wapitishe mzigo hapa kwa sababu tuna efficiency. Zambia wapitishe mizigo hapa. Zambia akivuna kopa ipite hapa, hera imeingia. Akinunua gari kutoka Japani ipite hapa, hera imeingia. Kongo wakivuna mazao yakipita hapa, hera imeingia. Akitoa kitu kule Japani nje, hera imeingia. Hivyo hivyo Rwanda, Burundi na Uganda. Rais wa Rwanda alisema akipewa bandari yetu peke yake atalisha nchi za Afrika Mashariki na Kati. Hiyo bandari leo huyu mama ameingia madarakani, ameikabidhi kwa watu wa Arabu wa Dubai. Dubai ni jangwa. Msikia Dubai msifikiri sehemu yoyote ya maana. Jangwa. Wametumia tu rasilimali zao kujenga nchi yao. Imekuwa Dubai wakati wa joto linakuwa nyuzi joto 41. Mpaka vituo vya magari vya basi vya kusubiria basi lazima kuwe na AC. Ukitembea nje utaungua moto. Ni sehemu ngumu kuishi. Lakini wameibadilisha nchi yao. Mwaka 61 walikuwa 70,000. Nyie wakazi wa Morogoro hapa mjini mko 300,000. Nyie ni wengi kuliko Dubai walivyokuwa mwaka 61. Leo wako 3,000,000. Sisi tuna bandari imejengwa ipo. Eti hatuwezi kuiendesha, tumeikabidhi kwa Waarabu wa Dubai. Mtoto wako naye mzee atafanya kazi wapi? Kwamba sisi ni ndondocha, tuko 63,000,000 tunakabidhi Waarabu bandari hatuwezi kuendesha. Nchi gani hii? Nchi ambayo Mwalimu Nyerere aliweka misingi ya kutake off, ya kupaa kiuchumi. Leo kila kitu kilichotengenezwa kwa ajili ya uchumi kimekufa. Uongo kweli? Mwalimu aliacha viwanda. Nilikuwa Mangura pale. Kulikuwa na kiwanda cha chuma kinaitwa MMT. Uongo kweli? Kulikuwa na kiwanda cha mbao. Uongo kweli? Kulikuwa na kiwanda cha simenti. Hapa kwenu Morogoro kulikuwa na viwanda vingapi? Kipi na kipi? Si mnavijua? Cha kwanza Korista. Cha pili nini? Ceramic. Cha tatu Moroshu. Komoa. Tanarizi ya ngozi. Magunia. Hivyo vyote ni viwanda vilivyojengwa na Mwalimu, kwa sababu huwezi kuendeleza industries. Hebu fikiria hivi. Mkonge unalimwa Tanga, si ndio? Nisikilize vizuri. Mkonge unalimwa wapi? Tanga. Na mwingine ulikuwa unalimwa Lindi, Mtwara. Ule mkonge ukichakatwa na Morogoro pia ulikuwa unaletwa kwenye kiwanda chetu, si ndio? Kiwanda kiko hapa kinatengeneza magunia ya kubebea viazi, ya kubebea korosho, ya kubebea chochote tunachokitumia. Uongo kweli? Hicho kiwanda kinakuajiri wewe. Leo mtu akivuna viazi Njombe, pesa akinunua gunia, hiyo pesa inakuja kwenye kiwanda cha gunia cha Morogoro, inakuajiri wewe mwananchi wa Morogoro, kwa sababu kiwanda ndio sehemu pekee anaweza kuajiriwa mtu mwenye elimu kubwa na asiye na elimu. Kiwandani atakuwepo engineer, atakuwepo na mtu wa human resource, atakuwepo na mtu wa mahesabu, hao ni wataalamu wamesomea, lakini atakuwepo technician. Kiwandani pia atakuwepo na mama ntilia anayewauzia wafanyakazi wa kiwanda. Kiwandani atakuwepo na dereva anayeendesha magari. Kiwandani atakuwepo na mbeba mizigo anayepakia mizigo. Kwa hiyo kiwandani anaajiriwa kila mtu mwenye elimu na asiyekuwa na elimu. Kiwanda vilivyokuwa hapo, mfano cha gunia. Leo nchi hii inatoa bilioni 70. Tunaagiza magunia kutoka India. Mkonge umekufa, Tanga, Lindi, Tanga, Lindi, Mtwara na Morogoro. Mkonge umekufa. Uongo kweli? Leo tunatoa bilioni 70. Tunaagiza magunia. Kama kile kiwanda kingekuwa hapa, hizo fedha zingeingia kwenye hicho kiwanda, zingekuajiri wewe, usingekuwa unafanya betting mtaani. Wewe ukipata pesa unajenga, unamwajiri huyu fundi,
Huyu fundi akipata pesa ananunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Yule mama akipata pesa anaagiza bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda ananunua mafuta kwenye kituo cha mafuta. Yule anaajiri mlinzi, mlinzi ananunua kwako kitanda. Pesa inazunguka miongoni mwetu. Leo tunachukua pesa ndani ya nchi, tunaagiza magunia nje ya nchi. Tuna uongozi hapa? Na wauliza Morogoro, kuna uongozi hapa? Tukisema hapa kwao CCM mnaojiita CCM, tumekosea nini? Si tunasema tutafufua viwanda ili viwape ajira. Tumekosea nini hapa? Inakuaje nchi hii? Mwalimu aliacha hadi viwanda vya Kibo Matches vya kutengeneza viberiti. Leo kiberiti cha Kenya, kasuku, ndio hatuwezi kutengeneza kiberiti. Kenya wakifunga viwanda vyao, tunarudi zama za mawe za kupekecha na nini na gogwe. Nchi gani hii? Hii ni nchi. Tuna matatizo. Umaskini wetu ni wa kutengenezwa na viongozi. Mwalimu aliacha viwanda vya redio, Philips Arusha, General Tyres. Mimi nimekuwa, babangu alikuwa na Land Rover, tunanunua tairi za General Tyres za Arusha. Leo tuna bodaboda kile kitongoji nchi hii. Tairi ya bodaboda ikiisha hapa, pesa inatoka hapa inakwenda kwa juu China kuagiza bodaboda. Tairi. Nyie mtapataje ajira? Na viongozi wanakuja kuambia eti tatizo la ajira ni tatizo la kidunia. Sio kweli. Ni tatizo lililotengenezwa na viongozi wajinga wasiokuwa na maarifa walioko madarakani. Tatizo la ajira Tanzania ni la kutengeneza, na lazima tubadilishe hali hii. Lazima tubadilishe hali hii. Nyie mko mitaani hamna kazi kwa sababu walioko madarakani hawana maarifa. Wamefika mwisho, na matatizo hayawezi kutatuliwa na kiwango kile kile cha fikra kilichosababisha matatizo haya. Haiwezekani, ni principle hiyo. Problem cannot be solved with the same level of thinking that created them. Tunahitaji akili ya juu zaidi itatue hayo matatizo. Uongo kweli? Matatizo ya kukosa ajira yamesababishwa na nani? Sasa itatatuaje matatizo? Ni watu wanakuja na uongo kila mwaka, mwaka baada ya mwaka. Mwalimu Nyerere alisema mtu mwenye akili akikuambia jambo la kipumbavu, ukikubaliana naye anakudharau. Yaani wewe una akili, mimi nina akili, na kuambia hiyo gari ni pikipiki, ukikubaliana na mimi nakudharau. CCM wanawadharau nyie. Ndio maana kila mwaka wanakuja wanaambia tuchagueni, tutatengeneza ajira. Hawatengenezi. Miaka mingine anakuja tuchagueni. Sasa nyie na wao nani mjinga hapo? Yule unayekubaliana na uhuni wao huu. Pengine una akili timamu. Inakuaje kwenye nchi kama hii? Tuna nchi kubwa yenye watu milioni 60. Eti uwanja wa ndege wa Kia unakabidhiwa kwa Mwarabu wa Dubai ya uendeshe. Oman, uwanja amejenga mwalimu, upo pale, mtalii akitua dola 55 akiwa anaondoka dola 55. Hiyo hatuwezi kukaa tukakusanya. Tumemkabidhi Mwarabu wa Oman atukusanyie. Leo thank you very much. Mabasi ya mwendo kasi, serikali imekopa, imejenga barabara za BRT pale Dar es Salaam. Uongo kweli? Zipo pesa, sisi tutalipa. Deni serikali inarokopa unalipa wewe. Ndio maana makusanyo ya nchi tunakusanya trilioni 1 bilioni 400. Bilioni 900 zinakwenda kulipa deni, bilioni 500 zinaingia kwenye mishahara. Ndio maana serikali haiwezi kufanya kitu bila kwenda kukopa tena. Imekuwa kama askari wetu wanaoteswa, anakopa kwa mangi mpaka anaacha kadi ya mshahara pale, ukitoka tu mangi akate pale. Uongo kweli? Kwa sababu serikali imewatesa walimu hivyo hivyo. Uongo kweli? Serikali yetu nayo inaishi hivyo. Inakopa, inarudishia, inakopa, inarudishia. Leo wewe ndio unalipa deni la taifa. Unaelewa? Tumekopa leo, tumejenga barabara za BRT, alafu unasikia tumeingia na kampuni ya nini? Ya Uarabuni, mkataba wa kuendesha mabasi ya BRT kwa miaka 12. Mimi najiuliza, nani ameroga watu hawa? Kwa nini tunaongozwa na watu wa aina hii? Biashara pekee ambayo nimeona inakufa, ambayo ina faida, ni biashara ya BRT Dar es Salaam. Basi limenunuliwa jipya, linaenda Kimara limejaza, linarudi limejaza mpaka watu limeacha, alafu eti linapata hasara.
Sijai kuona biashara. Sasa mimi najiuliza. Hebu nisikilize Morogoro. Huyu Abudi si ndio mbunge wenu? Si mbunge wenu? Abudi ni CCM. Uongo kweli? Ni CCM, si kweli? Lakini si ana mabasi. Sasa unajiuliza, tungekuwa na viongozi wenye thinking, hata huyo Abudi au Shabibi, kwa nini msimpe aendeshe mabasi pale? Kwamba bana wewe chukua barabara hizi hapa, hauingiliwi, nunua mabasi endesha pale. Unajua maana yake nini? Leo Mwarabu akija kuendesha basi pale, mama anayepanda basi kutoka Kimara, mama maskini, akilipa shilingi 500, Mwarabu akipata faida ile 500 anaipeleka kujenga kwa Waarabu. Abudi akipata faida atajenga nyumba hapa, japo ni CCM, litakuajiri wewe fundi. Si kama mnaelewa? Hivi mnaelewa nachokisema? Leo tunachukua pesa ya mama anayepanda basi kutoka Kimara, mama maskini, tunaisafirisha kwenda kutengeneza ajira Dubai, Arabuni. Tuna uongozi hapa? Tuna uongozi ndugu zangu? Tunaongozwa na watu waliopoteza mwelekeo. Tunahitaji kubadilisha nchi. Kila sehemu ni matatizo. Kwenye kilimo ni matatizo, kwenye maji ni matatizo, mwaka baada ya mwaka. Tumewashauri hawakuwahi kusikiliza. Tulikuwa bungeni tunamshauri Rais Magufuli kwamba Mheshimiwa Rais, unaenda kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, litahitaji chuma. Jenga kwanza kiwanda chetu cha chuma pale Mchuchuma na Liganga. Hicho kiwanda, asante, hicho kiwanda kingeajiri vijana wa Tanzania 60,000. 60,000 direct employment wangeajiriwa pale. Tunazalisha chuma chetu, nondo zote tungenunua ndani ya nchi. Viwanda vyetu vya steel vingeajiri watu. Bado watu ambao wangepata contract kwenye kile kiwanda, tungewauzia Kenya chuma, tungewauzia Uganda, magari yote haya chuma kingenunuliwa kutoka. Mabati tunaagiza sheets kutoka nje, tungetengeneza sheets za kwetu, tungetengeneza basic industry ya chuma. Nchi ingechukua hatua haraka sana. Kilikuwa kinaenda kujengwa kwa dola za Kimarekani bilioni 3, trilioni 7.8. Tunachimba chuma kwa miaka 100 kwa kiwanda hicho. Halafu nikamwambia ukimaliza kujenga hicho kiwanda, sasa waite Waarabu wanaokujengea bwawa, waambie njoo mnijengee. Bwawa shingapi? Trilioni 5 hizi hapa. Lakini chuma chote ni mwana. Kwa hiyo unawapa pesa kwa mkono huu, unazirudisha ndani ya nchi kwa mkono huu. Tunaelewana Morogoro? Hawakusikiliza. Leo kwa miaka 3 tu serikali imeagiza chuma nje ya nchi cha trilioni 10, ambacho tungejenga kiwanda chetu cha trilioni 7.8 tuchimbe miaka 100. Kuna akili hapa? Unapataje uchumi wa kuajiri vijana? Ndio maana mashule hayana walimu, ndio maana askari hawatoshi, watumishi wa umma hawatoshi. Kwa nini? Serikali inasema haina uwezo wa kuajiri. Sio kwa sababu hatuna uwezo wa kuajiri. Huwezi kuwa na nchi ambayo inatumika kama conduit. Maji mto unaweza kuwa na maji kwa muda ukafura, lakini yakapita yote yakapotea. Lakini ziwa linaweza kushikilia muda mrefu. Uchumi lazima ujigeuze uwe kama ziwa, kupokea na kutokuachia kwa haraka. Sasa wewe kile unachozalisha unakitoa nje kuagiza vitu. Unaagiza kuliko unachozalisha. Utakuwaje nchi hapo? Kama tomato sauce. Tomato sauce. Watu wanalima nyanya Kiroro hapa Morogoro. Tomato sauce zinaagizwa American ketchup. Tulikuwa Muheza wanazalisha machungwa namba 1 duniani. Lakini unazunguka kwenye shelf za supermarket unakuta cereals ya Afrika Kusini ndio inauzwa hapa. Juice. Hatuwezi kukamua machungwa yetu tukatengeneza juice. Nchi gani? Viazi vinazalishwa hapa. Unaenda kwenye maduka unakuta Lay's, vile viazi vya kukatakata vimetoka Afrika Kusini, tumegeuzwa dampo na takataka. Nyie vijana mtapataje ajira? Ndio mnakaa mnashindana vijiweni goli la mama. Ujinga mtupu. Si Mkwara sio amefanya nini? Maisha yenu yanaumizwa na watu wasiokuwa na uwezo. Wamewafanya maskini, wanakuambia aliyeko juu mgoje chini. Mpaji Mungu. Kweli
mpaji Mungu. Ndio maana ametuweka kwenye nchi nzuri yenye dhahabu namba 3 duniani. Ndio maana ametuweka kwenye nchi yenye Tanzanite peke yake duniani. Alipenda tuishi vizuri. Mungu anataka wote tuendeshe magari. Tuna uwezo. Inakuwaje nchi kama Singapore ina bahari tu, ina maisha mazuri kuliko sisi? Per capita income ya mtu wa Singapore ni $85,000, zaidi ya milioni 200 kwa mwaka, ambayo ina bandari. Sisi tuna bandari, tuna makaa ya mawe, tuna chuma, tuna almasi, tuna ardhi, tuna kila kitu. Nikisema hapa anakuja Mungu, twende mbinguni, barabara hii hapa kiingilio 30,000, wengi mnaenda motoni hapa. Kwenye nchi ya 3 kwa dhahabu nyingi. Kwamba kweli umaskini wa kutengenezwa na viongozi lazima tukatae. Na Chadema tumekuja kwenu kuwaomba, njia pekee ya kurudisha mamlaka ya wananchi kwenye mikono yao kwa mujibu wa katiba ni kura yako. Sasa kama kura inachezewa tunafanyaje? Lazima tuipiganie kura ili tupe nguvu na sauti ya kusema. Sauti unayoweza kusema, Samia akaisikia hapa. Ukimwandikia barua hatasoma, ukimpigia simu hatapokea. Sauti anayoweza kusikia ni kura yako, na lazima tuilinde hiyo kura kwa wigo mkubwa, kwa sababu ndio sauti inayoweza kuongea na mbunge akakusikiliza, ndio sauti inaweza kuongea na rais akakusikiliza. Leo kama hiyo sauti haipo, viongozi hawawasikilizeni. Wanakuambia wewe, tumejenga hospitali nzuri, si unasikia kila siku mama amejenga hospitali, sio ameleta vifaa. Akipiga chafya yeye anaenda Dubai kuangalia. Kwa nini asitibiwe kwenye hospitali nzuri hizo alizozijenga? Au yeye hapendi kutibiwa pazuri? Afisa elimu mnamlipa mshahara, anapewa gari ili asimamie ubora wa elimu, alafu yeye mtoto wake asomi kwenye hizo shule anazozisimamia. Wewe inakwambia nini? Wewe mtu wa Morogoro inakwambia nini? Hamna shule hapa. Hakuna elimu hapa. Elimu za ujinga. Mama yake Juma anapika wali, Juma anacheza mpira, baba yake Juma amekwenda shambani. Maswali, baba yake Juma alienda wapi? Akiweka shambani tiki. Wakati watoto wenu wanajazwa matope haya, wazungu wanafundisha watoto wao namna ya kuja kuchimba almasi zetu na madini waondoke nayo. Lazima tubadilishe elimu hii. Chadema tubadilishe. Tunastahili wote kuishi vizuri, na Mungu ametuleta ili wote tuishi vizuri. Inakuaje kwenye nchi hii, nchi tajiri kama hii, wazee wetu wakifikisha miaka 60 yetu wanapewa tasafu? Tasafu ni umaskini. Wanachimbishwa mitaro, wanabeba michanga. Kwa nini Abudi abebeshi mama yake mchanga? Mama wa miaka 60 anabeba mchanga na mitaro eti tasafu. Chadema tumesema hivi, watumishi wa umma wakitimiza miaka 60 wanalipwa pension. Uongo kweli? Kwa sababu gani? Kwa sababu ya utumishi wao, wamelijenga taifa, wamelitumikia taifa. Je, mkulima anayelima chakula au watumishi wanakula, yeye anafanya nini? Sina yeye analitumikia taifa? Rais anakula chakula alicholima? Si anakula chakula kilicholimwa na mkulima? Nyumba anayokaa Ikulu ile imejengwa na yeye? Amejenga fundi. Fundi alikuwa anafanya nini? Si alikuwa anajenga taifa? Bodaboda anayetubeba anatubeba ili weje, si anajenga taifa? Dereva anayesafirisha mizigo kwenda Dar es Salaam anafanya nini? Anajenga taifa. Wote tunajenga taifa. Chadema tumesema kila atakayetimiza miaka 60 kwenye utawala wetu tutamlipa pension, kwa sababu na yeye alikuwa analijenga taifa. Wote tunajenga taifa, na kila mtu anastahili bima ya afya. Tuna uwezo, tuna uchumi wa kututosha kufanya haya yote. Turuhusuni tuongoze nchi, na tunataka uchaguzi huru. Uchaguzi huru tunachokipigania kwa sasa. Umesikia wale vikaragosi wa CCM? Si mnawajua? Si mnawajua? Ni kina nani? Kina nani? Wametoka humu. Wengine walikuwa viongozi kwa miaka 20. Leo wanaenda CCM, wanasema eti sisi tunakimbia uchaguzi. Mtu ambaye hajawahi kushinda anasema mimi nakimbia uchaguzi. Mimi nimekuwa diwani nikiwa mwanafunzi. Boni huyo amekuwa meya. Mnyika amekuwa mbunge. Mama Susan amekuwa mbunge. Tunakimbiaje uchaguzi? Mimi naogopa uchaguzi mimi? Mimi nimekuwa mbunge. Najua utamu wa ubunge. Tunachotaka ni sheria zituruhusu kushindana. Inakuaje? Mnyika anawaambia leo CCM anasema tume itaanza kutoa fomu
tarehe 21 mpaka 25. Sisemu amejuaje? Yani inawezekanaje mechi ya Simba na Yanga inakaribia kuchezwa kabla TFF haijatangaza ratiba, alafu Yanga anasema tutacheza mechi tarehe 10 kwenye uwanja wa Taifa. Simba watakubali kwenda kwenye hiyo mechi? Alafu Yanga ndio wanapanga hadi refa. Itakuwaje? Wewe jamaa wa Simba wewe, nakuona. Inawezekanaje mechi ya Simba na Yanga alafu refari awe Haji Manara? Itawezekana hiyo mechi? Mtu atachezewa faulu katikati, Haji atasema ni penalty. Uongo kweli? Au Ahmed Ali awe mshika kibendera, afande? Itawezekana? Si offside zote atasema ni magoli. Uongo kweli? Sisi Chadema tumekataa. Nyie Morogoro mnasemaje? Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Wangapi wanasema no reforms no election? Nyosha mkono tuone. Nyosha mkono tuone. Morogoro no reforms. Haitoshi, no reforms. Bila mabadiliko. Ndio. Kama Samia anataka uchaguzi, aweke kwenye uwanja huru, ipigwe dakika 90. Lissu asimame hapa na yeye asimame hapa, igongwe mpira wa wazi, wananchi waamue. Huo ndio ujumbe wetu kwenu. Hiyo ndio message yetu kwenu. Tumeharibu nini hapa? Kuna kosa hapo? Tunataka uchaguzi huru na haki. Jambo la mwisho, tuna form za petition. Petition ni madai. Usaini hapo. Tunahitaji saini milioni 15. Tuzipeleke Umoja wa Mataifa kuambia Watanzania milioni 15 hawa hapa wanapinga wizi wa uchaguzi. Hakikisha